Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Papa Leo anasema kwamba kuundwa kwa taifa la Palestina ndio suluhisho pekee la amani katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo Israel na Palestina zimekuwa zikisumbuana kwa miongo kadhaa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo, ambaye alikuwa safarini huko Beirut nchini Lebanon, amesema kwamba kuundwa kwa taifa la Palestina ndio chaguo pekee linaloweza kuhakikisha haki kwa Palestina na wa Israel. Papa Leo amesema kwamba suluhisho la mataifa mawili ndio chaguo pekee linaloweza kuleta amani katika eneo hilo. Mnamo mwaka 2015 Vatican ilitambua rasmi taifa la Palestina, na tangu wakati huo imekuwa ikiunga suluhisho la mataifa mawili. Kauli ya sasa ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ndio wito wake mkubwa zaidi wa kutaka Palestina itambuliwe rasmi na jamii ya kimataifa, wakati huu Israeli ikiendelea kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Amesema, sote tunajua kwamba Israel haikubali suluhisho kama hilo kwa sasa, lakini tunaliona kuwa ndio chaguo pekee. Vatican itabaki kuwa sauti ya upatanishi ili kusogea karibu na suluhisho lenye haki kwa watu wote. Ikumbukwe utawala wa Israel pamoja na kanisa Katoliki hawaelewani kwa muda mrefu. Hata wakati wa kifo cha Papa Francis, Israel haikutoa salamu za rambirambi, na inadaiwa pia kwamba hawapo tayari kuunga mkono kanisa Katoliki kutokana na kile ambacho wanakiona kanisa Katoliki ulimwenguni linaunga mkono upande wa Palestina. Hata hivyo, kumekuwa na msuguano mkali wa muda mrefu kwamba Wayahudi ambao pia wanatazamwa kama Wazayuni walikuwa na misimamo mikali, wamekuwa wakipinga uwepo wa makanisa katika baadhi ya maeneo huko nchini Israel, jambo ambalo limekuja kusababisha baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo wengi kuwa katika eneo la upande wa Palestina. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho kimeelezwa na Papa Leo ambapo alifika Beirut nchini Lebanon, lakini akitoa wito wa kuundwa kwa taifa la Palestina, jambo ambalo ni mstari mwekundu kwa Israel, hasa utawala wa sasa wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.